Baada ya tume ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kuwataka wananchi kupuuza vishawishi vyovyote vinavyolenga kuwazuia, kuwatoa ushirikiano wao ili kueleza ama kusaidia jitihada za kutoa maoni kuhusiana na taarifa inayoandaliwa kuhusiana na matukio yaliyotokea siku ya uchaguzi Oktoba 29 mwaka huu 2025. Tume ya uchunguzi ilitoa taarifa siku chache zilizopita Disemba 26 ya kwamba imebaini kuwepo kwa watu au makundi ya watu yanayoshawishi wananchi kutojihusisha na kazi ya tume kwa kutoa maoni, ushahidi au taarifa muhimu. Tume imesisitiza kuwa ushawishi huo hausaidii mchakato wa kitaifa na kuchambua yaliyotokea, kujifunza kutokana na makosa ya nyuma na kuweka misingi ya suluhu ya kudumu kwa taifa. Tume ambayo ipo chini ya Jaji Chande, Jaji mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman, imeeleza ama ilieleza kwamba wananchi wanapaswa kupuuza aina zote za vishawishi vinavyolenga kuwazuia kushiriki na badala yake kutoa maoni, ushauri kwa taifa na kuweka uwazi ili kuweza kusaidia kupata taarifa sahihi zinazoweza kubaini zaidi kuhusiana na tatizo lililotokea Oktoba 29 siku ya uchaguzi, kama taifa ili kuweza kutengeneza suluhu ya pamoja. Tume hiyo ya uchunguzi ambayo ipo kwa ajili ya Watanzania wote na mafanikio ya kazi yake yanategemea ushiriki mpana wa hiari na wenye uwazi kwa wananchi. Amani, mshikamano na mustakabali salama wa taifa ni jukumu la kila mmoja wetu. Ilieleza taarifa hiyo iliyotolewa na tume ya kuchunguza matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 ambayo ipo chini ya Jaji Chande. Sasa taarifa hiyo imemuibua Askofu Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri KKKT, ambapo ameandika ujumbe huu kwenda kwa Jaji Chande. Bagonza ameandika: Jaji Chande, wape ulinzi mashahidi ili wakuletee ushahidi. Nimesikia tangazo la mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya Oktoba 29, 2025. Ameonya wanaozuia wenye ushahidi kwenda mbele ya tume waache kufanya hivyo. Na mkubali Jaji Othman Chande, lakini natamani ni mshauri yafuatayo. Askofu Bagonza ameandika mambo yafuatayo ambayo anamshauri Jaji Othman Chande. Jambo la kwanza, anaongoza tume iliyoteuliwa na rais kuchunguza mambo nyeti. Kitaalamu hii inaitwa Presidential Commission of Inquiry. Inamsaidia rais kujua kwa undani nini kilitokea ili afanye maamuzi. Tume hii tofauti na tume ya uchaguzi. Tume hii ni tofauti na tume ya uchunguzi au commission inquiry ambayo haiteuliwi na mhimili mmoja. Niliwahi kusema nitashangaa wajumbe wa tume wa Jaji Chande wakiona wako huru. Pili, akaandika kwamba imeshatamkwa kuwa moja ya malengo ya waandamanaji ilikuwa kupindua dola, lakini uchunguzi wa tume waweza kugusa vyombo nyeti na watu wazito. Watoa ushahidi wanahitaji ulinzi. Si ajabu ulinzi wao unaonekana na usioonekana ukahitajika milele kama walio nao Jaji Chande. Tusiwazibe midomo wanaozuia kwa kuwapa ulinzi mashahidi.
Pia Askofu Bagonza aliandika jambo la tatu: hivi majuzi tulisomewa sheria maalum ya kuwalinda mashahidi katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu. Katika taarifa iliyoeleza na kuingia katika fitina, uongo, uzushi na uchochezi, shahidi wa kweli anayetaka kusema kweli yote anahitaji ulinzi. Ushahidi unaotakiwa unahusu uhai wa watu. Jambo la 4 Askofu Bagonza aliloandika: kuna dalili na ushahidi wa mifumo miwili inayofanya kazi hapa nchini. Parallelism. Serikali inakataza jambo lakini linatokea na hakuna hatua zinazochukuliwa. Kuna mahabusu za polisi huku tukisikia nyumba nyingine zinazoitwa salama au safe house. Utekaji limekuwa donda ndugu. Kama kuna muujiza umebaki utumike kusitisha utekaji ili watu wajione huru kutoa ushahidi mbele ya tume ya Jaji Chande. Wakati jambo la 5 aloandika Askofu Bagonza: wakati kuna wanaozuia wasiende kutoa ushahidi, ziko dalili kwamba kuna vyombo vinavyotishia watu na kuwazuia watu wasiende kutoa ushahidi. Ajira zao ziko mashakani endapo watatoa ushahidi, na wengine usalama wao uko hatarini wakijitia ukaidi kwenda mbele ya tume. Hii nayo ni parallelism. Ushauri wangu: sitisha utekaji, achia walio mahabusu na walio nyumba salama. Mamlaka itangaze usalama kwa yoyote atakayetoa ushahidi sasa na baadaye. Baadhi ya watu Jaji Chande anaweza kuwa anawajua. Ameweka hilo kwenye mabano. Akaongeza kwamba wangeipisha tume yake ili wachunguze vizuri na watu wawe huru kutoa ushahidi. Alimaliza Askofu Bagonza kwa kusema, mahali tulipo neno la jaji peke yake halitoshi. Hayo ni maneno ya ama andiko la Askofu Bagonza lililomuibua baada ya tume ya kuchunguza matukio wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kusema kwamba watu wasizuiwe kutoa ushahidi kulingana na kile kilichotokea Oktoba 29, ambapo ilifanya kumuibua Askofu Bagonza kupitia ukurasa wake wa Facebook. Kama kawaida akaandika ushauri huu ambao yeye ameelekeza kwamba ni ushauri kuelekea kwa Jaji Chande ambaye ndiye anasimamia swala zima ya tume hii ya uchunguzi wa matukio yaliyotokea Oktoba 29, ambapo tume hii iliundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Bashasha Media na kushare, kutufollow pia kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi.